najiambia kwa nini viongozi wasimtake huyu aje asimame pale. Lakini pia nikapata hisia kwa sababu kama nilivyokuambia wenzetu hao mipango mingi. Anaweza akavutwa yule. Bwana sawa bwana. Tumefungwa kule yule kwa katikati kisa hivi ya kule bwana. Bahasha hii hapa bwana. Bahasha hii hapa bwana, usitufunge tuwafunge. Pesa ina ushawishi. Mtuweza akaangalia kulia kushoto akanambia lete hapa. Alafu akafanya madudu. Kwa hiyo kitu kimenitia wasiwasi kidogo, lakini nilipenda sana yule muamuzi. Wote wanaoshika bendera wake waje kule Isamuyo. Mheshimiwa, amenipa swali gumu sana kwa sababu kama nilivyokuambia ile timu imeprove sasa hivi. Ile timu inapambana. Unajua mimi kuna mtu kama Neo Maema. Yule Maema wakati anacheza mechi za mwanzo zile Fadu yuko picha Fadu katikati hapa, nilimwona kwanza amenenepa, alafu mwelewi mpaka nikafikiria kabisa huyu bwana, hii dirisha kubwa huyu asiongezewe mkataba. Lakini sikufichi, nimeanzia na hilo. Yule bwana amefanya mazoezi, amepungua sasa hivi na anafanya shughuli. Yule Maema ambaye alikuwa tunamjua Maema wa Mamelodi ndio huyu sasa. Lakini hapo sasa kuna mmoja anaitwa Mjomba Clatous Chota Chama. Mjomba yule mtu hapana, ana akili ya ziada katika mpira bwana. Mimi sijashindwa kusema rafiki yangu. Sijashindwa kuelewa. Sio mchezo ile Chama bwana. Unajua mimi mpaka sasa hivi nasikia usingizi, sijalala. Kwa sababu yani jinsi ilivyokuwa nilivyofurahi jana, sikupata usingizi sana. Kwa hiyo nimefurahi sana kupita maelezo. Na kilichonifurahisha zaidi upambanaji wa timu yangu ambao upo sasa hivi. Upambanaji wa timu yangu ambao upo sasa hivi kwa muendelezo ule. Watatafutana na nani? Si jamaa zetu hao. Jamaa zetu waliozoea mipango hiyo, kufunga kwa mipango mara hivi. Timu zote zilizocheza nazo zinacheza chini ya uwezo bwana. Watatafutana sasa, watawafunga wote hao. Lakini ukija kwetu huko watablow. Kipi hasa kimebadilika kwa upande wa Simba? Kilichobadilika kwanza upambanaji. Upambanaji umeongezeka na vile kuna mambo fulani nadhani sitaki kukubali kama Simba alikuwa hawajui ambao wenzetu walikuwa wanafanya kuhusu sisi kutuhujumu. Mimi nataka uyaseme. Ama ni asiri sana za ndani. Hayo mambo ya ndani sana. Unaweza ukaja kwetu na atakukurwa. Akakwambia bwana tupe na nini, lakini kusema ile ukweli wenzetu bwana, kwanza tukubali ligi ya Tanzania hapa, nafasi iliyokuwepo Simba ndio ameifikisha hii ligi hapa, hamna timu nyingine. Lakini sasa unashindana vipi na Simba ili ufike na hatua ambayo kaifika Simba? Mtu huwezi. Sasa kama uwezo utafuta njia mbadala. Sasa zile njia mbadala zile ndizo zilizofanya sisi wakatuvuruga miaka 4 hii. Kwa sababu inatia uchungu sana. Kwa sababu unakuta yani mwamuzi anachezesha mechi ya dabi, unaona kabisa huwa na maelekezo. Sasa hii mpira gani huu? Lakini sasa nashukuru mpaka sasa hivi watu wameamua masuala yote kuyafanyia kazi haya. Kwa sasa hii itawasumbua sasa. Mwamuzi wa jana umemwona vizuri? Yule mwamuzi nilimuona vizuri sana. Nilimuona vizuri sana, ingalau wajua watu nasikia wanalaumu katika mitandao humu kwamba yule mwamuzi alikuwa kuna faulu alikuwa akiziacha atoi kadi, sio afanye hivi. Lakini mimi nilikuwa nawaomba watu hao waangalie ligi ya Kenya. Ligi ya Kenya wanapitiana bwana. Sio masiara. Ligi ya Kenya wanapitiana. Sasa yeye anavyochukulia kule ndio alikuwa akichukulia hapa. Ushaelewa Kwa hiyo alisimama katika msimamo anavyochezesha kule na alichezesha fair kabisa. Pamoja na washika bendera wote wawili wale ni France. Mguu shingo mguu roho. Mpira wa kiume ule. Ule mtu mpira wa kiume. Yaani kuna faulu, unajua kabisa mimi nimecheza faulu hapa, hii napata kadi, anajua kabisa mchezaji hii mimi napata kadi. Kwa hiyo nimefurahi sana yule mwamuzi. Tena nilipata nilipata hisia kwamba kwa nini huyu tarehe 3 asiwepo tena Isamuyo? Kwamba apande boti Dar es Salaam. Haji Dar es Salaam awepo Isamuyo kule. Kwa sababu pale Isamuyo watu tumewapangia kitu kibaya nao. Wajue kabisa tumewapangia kitu kibaya. Kwa hiyo sasa nikawa najiambia kwa nini viongozi wasimtake huyu aje asimame pale.
lakini pia nikapata hisia kwa sababu kama nilivyokuambia wenzetu wa mipango mingi, anaweza akavutwa yule bwana. Sawa bwana, tumefungwa kule, yule kwa katikati kisa hivi ya kule bwana, bahasha hii hapa bwana, bahasha hii hapa bwana, usitufunge tuwafunge. Pesa ina ushawishi. Mtuweza akaangalia kulia kushoto, akanambia lete hapa, alafu akafanya madudu. Kwa hiyo kitu kimenitia wasiwasi kidogo, lakini nilipenda sana yule mwamuzi. Wote tunaoshika bendera wake waje kule Isamuyo tarehe 3. Mchezaji gani ambaye ama wachezaji wapi ambao kila ukikao ukitazama Simba unaona kabisa hawa msimu huu wanaweza kufanya kitu zaidi wakahakikisha kwamba kombe linakuja Msimbazi endapo yule anayeongoza akajichanganya? Mheshimiwa, umenipa swali gumu sana kwa sababu kama nilivyokuambia ile timu imeprove sasa hivi. Ile timu inapambana. Unajua mimi kuna mtu kama Neo Maema. Yule Maema wakati anacheza mechi za mwanzo zile Fadu yuko picha Fadu katikati hapa, nilimwona kwanza amenenepa, alafu mwelewi mpaka nikafikiria kabisa huyu bwana, hii dirisha kubwa huyu asiongezewe mkataba. Lakini sikufichi, nimeanzia na hilo. Yule bwana amefanya mazoezi, amepungua sasa hivi na anafanya shughuli. Yule Maema ambaye alikuwa tunamjua Maema wa Mamelodi ndio huyu sasa. Kwa hiyo sasa kuchambua nipate mchezaji gani au wachezaji fulani ambao wamefanya hilo swala, wote wanacheza vizuri. Lakini kila ukiangalia yule ambaye yani kila mtu ana kitu anachopendelea kwake, hilo hatuwezi kuficha. Simba ina wachezaji takriban 30, umeona, lakini kila mtu ana mchezaji ambaye anakosha roho yake. Okay. Humu hapo. Manake nikitaka kumsema huyu, unaona huyu naye ana hii sifa. Huko na mtu mmoja aitwa yule Loemba, mtu mbaya sana. Kwa jicho la kawaida, ni ukiangalia kawaida huwezi kumjua kwamba ana uwezo gani. Kwa jamaa hatari sana. Lakini hapo sasa kuna mmoja anaitwa Mjomba. Clatous Chota Chama, Mjomba. Yule mtu hapana, ana akili ya ziada katika mpira bwana. Mimi sijashindwa kusema rafiki yangu. Sijashindwa kuelewa. Sio mchezo ile Chama bwana. Dabi ya Isamuyo unaionaje kwanza? Hii dabi ya Isamuyo kama alivyokutangulizia. Sisi ubaya season 2, yani sasa hivi ndio muda wake. Kwa hiyo ubaya ambao tumeupanga Isamuyo, leo utakujaona, tuombe Mungu tu. Watu wachie pointi 3 ili wapate salama, watu wachie pointi 3 alafu wakafanye mipango kwa hizo timu nyingine. Anasema amejeruhiwa na mchezo unaofuata ni wa ligi kuu ambao unatambuliwa na TFF na FIFA. Sawa, wajeruhiwa tutakuja pale tulipopiga pale kwenye mshono pale, tutakuja pale sasa. Alafu sijui atakuja kuongea nini. Jamaa rafiki yangu afahamu mambo mengi sana. Ile kudhamini zile timu ngapi rafiki yangu, 8 sijui za ligi kuu. Rafiki yangu zile yani timu zile yani pija huwa lazima ziwape pointi Yanga. Jamaa afahamu mambo ya ajabu rafiki yangu. Lakini acha tu. Vitu vinapungua kidogo. Ule udhamini umeondoka na kuna mambo mengine hapa ya kando yanapungua kidogo. Watu watakuja kwa kawaida tu. Wewe waje tu Isamuyo kule watakujaona. Namna ambavyo unaitazama Simba kiwango kilivyoboreka kama ambavyo ulivyoeleza hapo awali, Simba inaweza kubeba taji la ligi kuu msimu huu. Mheshimiwa. Yaani kwanza ni kufungulie kodi. Sisi hivi vikombe vyote tunachukua hivi. Tumeanza ile la Jamhuri ya Muungano. Inachofuatia tunapambania ligi NBC alafu na FA ya CRDB. Hivi vitu sisi tunakusanya hivi kwanza. Vikae kabatini, vikishakaa kabatini ndio tutakuja kuona sasa hapa tunataka kitu gani Afrika. Na tutafanya makubwa safari ya Afrika. Mungu atupe uzima tu. Msimu huu heshima ndani inarejea Msimba. Na msimu huu heshima ndani inarejea Msimba. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu heshima ndani inarejea bila wasiwasi. Na dalili nafikiri jana watu wameiona. 120 zimepigwa pale. Wewe fikiria yule kocha jinsi alivyokuwa katili, mwenzake anatoa mshambuliaji anaingiza kiungo ili isaidie muda pale. Yeye ndo anatoa kiungo wa kukaba anaingiza ushambuliaji. Katili sana yule kocha. Yaani yule mwalimu yule. Yule mwalimu ni mzuri sana. Sisi tumsikilize tu. Nasikia kuna watu wanawataka sijui 2 hivi.
yule wakimsikiliza uongozi wakimletea watu pale, watu watafurahi, watatafuna karanga. Mheshimiwa.